Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche siku za hivi karibuni kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya mitandao ya kijamii ameonekana akihamasisha wananchi pamoja na taifa kwa ujumla kujitokeza kwenda barabarani kuandamana, lengo kudai mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ambaye anashikiliwa kwa kesi ya uhaini aachiliwe. Jambo langu kwako wewe kijana unayetuona, unayedai kwamba unatuunga mkono, sio kusemea chini chini. Tunapaswa kuanzisha kampeni kubwa umwachie Tundu Lissu, kwa sababu Lissu amekamatwa kwa ajili yetu, kwa sababu wote tunajua na wote tunaamini Lissu hana kosa. Lissu sio mkosaji. Lissu ni mtu mwema anayetupigania, ili asikate tamaa, ili asiwe na baridi kule aliko anafikiri kwamba nimekamatwa na watu niliokuwa na wapigania wamerudi nyuma. Tunapaswa kuanzisha sasa, kuanzia leo, kampeni kubwa kwenye kila platform, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Twitter, ya kumdai Lissu. Wale mlioko nje ya nchi mnaotusikiliza, diasporas wetu, watu wetu wa diaspora, mfanye kama walivyofanya watu wa diaspora waliokuwepo wa Afrika Kusini wakati ule. Vijana wetu mlioko ndani ya nchi, tuandike vipeperushi visambae kwenye masoko, kwenye posti za milingoti ya umeme, zikiwa na picha ya Lissu, lakini zikiwa na ujumbe wa kumdai Lissu aachiwe. Sasa tunataka tuanze kampeni kubwa ya kuwaunganisha Watanzania, na hatua nyingine ya pili tutakayoenda, kama hawatatusikiliza, hatutaendelea kukaa kimya na kunyamaza na kulia. Tutaitisha maandamano makubwa kwa nchi nzima, usikie na umwachie Tundu Lissu. Mwaka mzima umepita, hatuwezi tena kuendelea kukaa kimya, kuwataka wao kwa huruma yao waone mpaka lini watakapoamua kwa furaha yao kumwachia Lissu. Tutakwenda hatua ya pili, na sisi chama tunataka kwa kuanza hiyo kampeni ya kwenye platform zote iwe kubwa ya kutosha, ili kuwapa awareness wa Tanzania. Na sisi baada ya vikao ambavyo tutaitisha, mtatangaziwa, tutasema neno ni lini na ni vipi tunaanza kuwashinikiza ili wamwachie Tundu Lissu. Sasa kufuatia taarifa hii kuwepo, sasa kuna baadhi ya maoni ya wananchi wameendelea kuiandika kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na viongozi pia baadhi wameendelea kukataa kitendo hiki. Sasa wapo ambao wanaunga mkono na wapo ambao wanakataa, na kusomea baadhi ya jumbe hapa ambazo tuko nazo za wadau ambao wameandika kuhusiana na kauli ya kwake makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mmoja huyu anasema maandamano ni haki ya kila raia, lakini yafanyike kwa amani bila kuharibu mali za watu. Mwingine anasema sisi bado tuna kumbukumbu ya Oktoba 29, hatutaki vurugu zirudie tena nchini. Sawa. Mwingine anasema viongozi wakae mezani waongee, maandamano sio suluhisho la kila jambo. Mwingine anasema kama Lissu ana haki yake, basi sheria ifuate mkondo wake bila shinikizo la barabarani. Mwingine anasema serikali na upinzani wakubaliane ili kuepusha taharuki kwa wananchi kama iliyojitokeza Oktoba 29. Mwingine anasema sisi lazima tutatoka tu kama Oktoba 29 tulitoka. Hiki ni kitu gani ambacho kitutishe? Mmoja pia mdau ambaye ameandika hapa. Mwingine anasema tunataka amani kwanza, sio siasa zinazoweza kuleta machafuko. Mwingine anasema Heche anaweza kuwa na hoja, lakini lazima izingatie hali ya nchi ilivyo sasa, kwa sababu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tundu Lissu alihamasisha kwamba tutakinukisha, na wananchi kweli waliingia barabarani walikinukisha. Kilichotokea walinukishwa wao na kufukizwa, sijui kaandika hivyo mmoja hapa. Mwingine anasema tunaunga mkono haki za kiraia, lakini sio kwa njia zinazohatarisha usalama. Mwingine huyu wa mwisho kabisa anasema kila mtu apewe nafasi ya kusikilizwa, lakini amani ya nchi ibaki kuwa na kipaumbele. Yes, akajitokeza tena ya Oktoba 29. Hakuna kumlaumu. Sawa. Asante sana kwa maoni yako, kwa wewe ambaye umetuandikia hapa. Cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike,
kusubscribe, kucomment na kushare.